Ni asubuhi katika kijiji cha Mavumbi. Jua linaanza kuchomoza juu ya nyumba za udongo, sauti za ndege zinasikika kutoka maeneo ya karibu. Juma anakutana na marafiki zake wawili, Aisha na Baraka, chini ya mti karibu na barabara ya kijiji. Tumesikia maktaba mjini na vitabu vingi sana. Lakini safari ya kwenda mjini ni mbali. Juma anawatazama marafiki zake kwa kujiamini. Kama tunataka kufikia ndoto zetu, lazima tutafute maarifa. Ndoto zetu zinaanza leo. Juma, Aisha na Baraka wanatembea pamoja kwenye barabara ya vumbi kuelekea mjini, huku wakibeba mifuko yao midogo. Aisha anaonekana mwenye furaha akitembea mbele kidogo ya wenzake. Marafiki hawa wanafika mtoni wakiwa wamechoka na kugundua daraja limeharibika. Wakisimama kwa mshangao, wanaangalia daraja lililovunjika, kisha Juma anatoa wazo la kutafuta njia ya kurekebisha ili waweze kuvuka. Hatuna budi, tutajenga daraja la muda ili tuendelee na safari. Tunaweza kufanya hivyo tukishirikiana. Wanafanikiwa kujenga daraja kwa kutumia miti na kamba, huku wakionyesha ushirikiano na juhudi kubwa. Daraja linakamilika, wote wanavuka mmoja baada ya mwingine kwa furaha baada ya kufanikiwa. Tumefanikiwa! Maktaba ya mjini inaonekana tulivu. Juma anaingia akiwa na furaha baada ya safari yake. Juma anaenda kwenye rafu za vitabu, anatazama kwa makini, kisha anachukua kitabu kimoja kwa heshima na matumaini. Hii ndio hatua ya kwanza kuelekea ndoto yangu. Baada ya miaka kadhaa kupita, Juma alitimiza ndoto yake ya kuwa mwalimu pale kijiji cha Mavumbi. Mwalimu Juma akiwa na wanafunzi darasani. Elimu ndiyo ufunguo wa maisha na ndoto huanza kwa kuamini. Mwalimu Juma anatabasamu huku akionyesha nia na juhudi ya kusaidia kijiji kupitia elimu.